Hebu tuzungumzie kuhusu kuweka malengo, na pia nataka kuunganisha somo hili pamoja na maendeleo binafsi, na utaona jinsi gani vitu hivi viwili vinavyohusiana kadri nitakavyokuwa naendelea kueleza. Katika kuweka malengo tunahitaji kuangalia mbele kwenye maisha yetu ya baadaye. Kuna mambo manne muhimu sana ya kuzingatia kuhusu mtazamo wa maisha. La kwanza ni jinsi unavyoitazama historia yako ya nyuma. Ushauri bora kabisa ambao ninaweza kukupa ni huu: ichukulie historia yako kama shule. Iache kufundishe. Makosa uliyofanya, mambo yaliyoharibika na yale ambayo hayakufanya kazi, yote hayo yawe kama somo kwako. Usiyabebe yaliyopita kana kwamba ni mzigo wa maisha yako, wala usiyatumie kujihukumu kila siku eti kwa sababu ya kushindwa au kupoteza. Badala yake, yaliyopita yawe kama darasa la kujifunza. Inawezekana ulikuwa katika shule ngumu, na ukweli ni kwamba sote tunapitia vipindi vigumu katika maisha. Lakini kama unaweza kuona thamani ya ndani ya yaliyopita, basi chukua uzoefu wake na ruhusu kutengeneze, ukukuze na kukuelekeza kuwa mtu bora zaidi mbele ya safari yako. Jambo la pili ni jinsi unavyoangalia wakati ujao. Tunapaswa kuujenga kwa lazima wakati wetu wa mbele, kwa sababu wakati ujao tunaweza kuuita kama ahadi. Na hiki ndicho tunachofundisha katika mafunzo ya uongozi. Ahadi ya maisha ya baadaye inaweza kuwa na nguvu kubwa sana katika maisha yako. Kuna njia mbili za kuutazama wakati ujao. Moja ni kwa hofu na wasiwasi, na ya pili ni kwa matumaini na matarajio mazuri. Nimegundua katika safari zangu duniani kote kwamba watu wengi wanautazama wakati ujao kwa hofu. Sababu kubwa ni kwamba bado hawajatengeneza picha iliyo wazi, picha inayoeleweka ya maisha ambayo wao wanayataka. Wameuacha wakati wao wa baadaye uamuliwe na mazingira au maamuzi ya watu wengine. Lakini njia bora zaidi ya kuutazama wakati ujao ni kwa matarajio mazuri. Na unaweza kufanya hivyo pale tu utakapokuwa na picha iliyo wazi kichwani mwako ya maisha ambayo unayataka. Ukiwa umeamua kwa dhati unataka nini na unataka kuwa nani. Katika suala la kuweka malengo, mchakato wake ni rahisi sana. Kwanza, amua unataka nini. Lazima ujue ni nini hasa unachokitaka katika maisha yako. Kaa chini na jipe muda kidogo na ujiulize maswali yafuatayo. Ninataka maisha ya aina gani? Nataka kuwa na ujuzi gani? Nataka kuwa na kipato gani? Nataka kusafiri wapi? Nataka kuwa mtu wa aina gani? Nataka kujenga tabia gani? Nataka kuwa na marafiki wa aina gani? Nataka kujifunza kitu gani? Fikiria kuhusu uchumi wako. Fikiria kuhusu mahusiano yako. Fikiria kuhusu maeneo ambayo unataka kutembelea, watu unaotaka kukutana nao, tabia unazotaka kuzijenga, na kiwango cha maisha unachokitamani. Mambo yote haya yakipangwa vizuri kichwani mwako, yatakupa picha iliyo wazi ya maisha ambayo unataka kuyajenga, na hiyo picha ndio itaanza kukuongoza katika maamuzi na hatua ambazo unachukua kila siku. Jambo la pili, yaandike yote chini. Usiyaweke tu kichwani, yaandike kwenye karatasi au daftari lako. Huu ni mchakato rahisi lakini una nguvu sana, kwa sababu unayafanya mawazo yako kuwa halisi na yanayoonekana, na kwa kufanya hivyo utaanza kupata mwelekeo wa kuyatekeleza. Na jambo la tatu, hifadhi orodha zako za zamani. Ninaamini jambo hili lina nguvu sana maishani. Ninapoangalia malengo niliyoyaweka miaka 10 au miaka 20 iliyopita, mara nyingi huwa nabaki kutabasamu tu, kwa sababu baadhi ya mambo niliyoyaona kuwa ni ya muhimu sana wakati ule, leo hii hayaonekani tena katika orodha yangu ya malengo yangu ya maisha. Unajua kwa nini? Ni kwa sababu nimeshakuwa, nimeshabadilika na nimepevuka. Lakini muhimu sana ni kuyaandika, kwa sababu unapoyaandika yanaonyesha safari yako ya ukuaji. Yanakukumbusha kule ulikotoka, jinsi ulivyokuwa na jinsi malengo yako yalivyobadilika kadri ulivyoendelea kuwa bora zaidi katika maisha. Na jambo la 4, kila unapofanikiwa jambo lililokuwa katika orodha yako, liwekee alama ya kufanikiwa. Liwekee alama ya kukamilika. Hapo ndipo kuna furaha kubwa zaidi. Kuna nguvu kubwa sana ya kipekee unapoweza kuona ndoto yako uliyoiandika ikitimia mbele ya macho yako. Nakumbuka miaka mingi iliyopita nilikuwa nimeandika kwenye orodha yangu kwamba siku moja nataka kwenda Hispania. Miaka ikapita, nikafanya kazi, nikajifunza, nikajiandaa mpaka ile ndoto ikawa kweli. Na siku nilipokuwa ndani ya ndege kuelekea Madrid, nilikuwa bado nimeibeba ile jono yangu, ile daftari langu lenye malengo nilokuwa nimeandika zamani. Nilisubiri mpaka magurudumu ya ndege yaguse ardhi ya Madrid, ndipo nikachukua kalamu na kuweka tiki katika lile lengo. Unajua kwa nini? Kwa sababu nilitaka kuipa thamani ile moment. Nilitaka kuuhisi ule ushindi moyoni mwangu. Nilitaka kujikumbusha kwamba kitu nilichokianza kama ndoto kichwani mwangu sasa kimekuwa uhalisia. Hiyo ndiyo maana ya kuongeza hisia kwenye ushindi wako. Usipite tu kwenye mafanikio yako kimya kimya. Yasherekee, yatambue
Yape uzito, kwa sababu kila tiki kwenye malengo yako ni ushahidi kwamba unaweza kubadilisha maisha yako hatua kwa hatua. Hiyo ndiyo furaha ya kuwa na malengo ukiyaona yakitimia. Na hapa ndipo jambo muhimu linapoingia. Kadri maisha yako ya baadaye yanavyokuwa wazi, yanavyoeleweka vizuri, ndivyo gharama ya kuyafikia inavyokuwa rahisi kulipa. Kwa sababu kila ahadi ina gharama yake. Kila mafanikio yana bei yake. Kila mtu lazima ajitoe. Kila mtu lazima afanye kazi. Kila mtu lazima awe na nidhamu. Lakini kama sababu yako ni kubwa na maono yako yako wazi, basi gharama ya mafanikio inakuwa rahisi zaidi kuibeba. Gharama inaweza kuwa ni kusoma vitabu kadhaa, kuhudhuria mafunzo, kuacha tabia mbaya, kujifunza ujuzi mpya, kuwa na nidhamu ya muda, ama kubadilika kiakili na kimtazamo. Ninaamini kila mtu anaweza kulipa gharama hiyo. Haijalishi umetoka wapi, haijalishi rangi yako ni ipi, haijalishi dini yako ni ipi, haijalishi unakaa katika mazingira gani, haijalishi hata kuhusiana na historia yako. Ukijenga picha iliyo wazi ya maisha unayoyataka, nyumba unayoitaka, mtu unayetaka kuwa, marafiki unaowataka, maisha unayoyatamani, ujuzi unaotaka kuwa nao, maadili unayotaka kuishi nayo, basi utashangaa sana kuona gharama ya mafanikio inaanza kuonekana ni ndogo sana. Na sababu kubwa ya kuweka malengo si tu kupata vitu. Sababu kubwa ni kile unachokuwa katika safari ya kuyafikia. Mwalimu wangu aliwahi kuniambia nikiwa na miaka 25 kwamba jiwekee lengo la kuwa milionea. Akaniambia sababu si pesa utakazozipata. Sababu kubwa ni mtu utakayekuwa ili uzipate pesa hizo. Kauli hiyo ilibadilisha kabisa maisha yangu. Kwa hiyo weka malengo yanayokufanya ukue, malengo yanayokulazimisha kusoma, malengo yatakayokufanya ujifunze, malengo yatakayokufanya ubadilike, malengo yatakayokufanya uwe bora zaidi kuliko ulivyokuwa sasa. Usiweke malengo madogo sana kiasi kwamba huhitaji kukua ili kuyafikia. Lakini pia katika harakati za kutafuta mafanikio, usikubali kufanikiwa kwa njia ambayo itakufanya ujichukie baadaye. Usiuze maadili yako kwa sababu ya pesa. Usipoteze utu wako kwa ajili ya umaarufu. Usivunje misingi ya maisha kwa sababu tu unataka kufika haraka. Kwa nini nakwambia mambo haya? Kwa sababu si kila mafanikio ni mafanikio ya kweli. Kuna watu wana pesa lakini hawana furaha wala hawana amani. Kuna watu wanaonekana wamefanikiwa mbele za watu lakini ndani yao wamejaa majuto mengi sana. Kuna watu walifika juu lakini walipoteza heshima yao, walipoteza tabia zao na walipoteza utu wao njiani. Na ndio maana ni muhimu kufanikiwa katika njia yenye heshima na maadili. Mafanikio ya kweli si kupata vitu peke yake, ni kuwa mtu bora huku ukiwa umevipata vitu hivyo. Mafanikio ni ukuaji ambao hauharibu tabia yako, ni ushindi ambao haukuondolei utu wako. Mafanikio ni yale yanayokufanya ujivunie wewe mwenyewe hata ukiwa peke yako. Kuna njia ya katikati, njia ya kufanya kazi kwa bidii, njia ya kujifunza, njia ya kukua, kuwa na nidhamu na kufanikiwa bila kuuza hata nafsi yako. Naamini mafanikio mazuri ni yale yanayojenga maisha yako yote, yanayokujenga kifedha, kitabia, yanayokupa heshima, amani ya moyo wako na mchango wako kwa watu wengine. Kumbuka, sio kile unachopata kinachokufanya uwe na thamani. Kinachokufanya uwe na thamani ni kile unachokuwa katika mchakato wa kukipata. Kwa hiyo anza kuweka malengo yako, anza kuandika ndoto zako, anza kujenga picha ya maisha ambayo wewe unayataka, kwa sababu maisha yenye mwelekeo huanza na maono yaliyo wazi. Siku zote kumbuka, jambo lolote lile utakaloliamini basi linawezekana ukichukua hatua. Inawezekana.